Habari za kushtua zimeibuka baada ya gari la John Heche kushambuliwa na marisasi ya moto. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tukio la kushambuliwa kwa gari la makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche limezua taharuki kubwa nchini Tanzania, likionekana kama ishara ya kuzorota kwa hali ya usalama wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Tukio hilo lilitokea katika mazingira yenye utata na limeibua maswali kuhusu nafasi ya vyombo vya usalama na mustakabali wa haki za kiraia nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia idara ya mawasiliano na uenezi, gari hilo alilokuwa akilitumia Heche lilishambuliwa kwa risasi kadhaa, tairi zake zikapasuliwa kisha kuburuzwa hadi kituo cha polisi. Hata zaidi, dereva wa kiongozi huyo anadaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi bila dhamana wala maelezo ya kina kuhusu sababu za kukamatwa kwake. Taarifa hiyo imesema tukio hilo limeonyesha namna taasisi za dola zinavyotumika kuwanyanyasa viongozi wa upinzani na ni jambo ambalo linatishia misingi ya demokrasia nchini. Chadema imetaka vyombo vya usalama kutoa maelezo ya wazi kwa umma na kumwachia mara moja dereva huyo, akisisitiza kuwa hatua kama hizo ni kinyume cha haki za binadamu. Tukio hili limeibuka kipindi ambacho joto la kisiasa nchini linazidi kuongezeka, huku vyama vya upinzani vikilalamikia ukandamizaji unaoendelea dhidi ya viongozi wao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na wadau wa demokrasia wamekuwa wakionya kuhusu kuongezeka kwa matukio ya vitisho, ufuatiliaji wa kisiasa na matumizi mabaya ya nguvu na vyombo vya dola. Aidha, Chadema imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia hali ya kisiasa nchini Tanzania, ikisema ni muhimu dunia kushuhudia kinachoendelea kabla ya uchaguzi mkuu. Wamesisitiza kuwa taifa lenye misingi ya kidemokrasia haliwezi kukubali matumizi ya risasi, vitisho na ubaguzi wa kisiasa kama njia ya kuendesha siasa. Hali imeongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi na wafuasi wa vyama vya upinzani, huku wengi wakihofia kwamba matukio kama haya yanaweza kuvuruga amani na kuathiri uhalali wa uchaguzi ujao. Wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya siasa wameonya kuwa ukimya wa serikali katika matukio kama haya unaweza kuchochea hofu na kupunguza imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa jeshi la polisi na serikali ya Tanzania kuona iwapo watatoa taarifa rasmi kuhusu kilichotokea au kuchukua hatua za kisheria dhidi ya waliotekeleza shambulio hilo. Kwa matukio kama haya na taarifa nyingine za kisiasa kutoka nchini Tanzania na Afrika Mashariki, endelea kufuatilia Kenyascope, channel yako ya habari inayoangazia siasa, jamii na matukio makubwa barani Afrika. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila zinapojiri.